نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم karibu sana. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunazungumzia katika masala ya malezi, kwa sababu jamii na taifa na kijiji na mji hujengwa kupitia familia. Familia ikiwa na msingi mzuri, basi kijiji kitakuwa na msingi mzuri, na mji itakuwa na msingi mzuri, na nchi itakuwa na msingi mzuri pia, na taifa itakuwa na msingi mzuri. Haya ndio mambo ambayo kwamba kama mtu Muislamu anatakikana kuyafanya katika malezi. Kwanza nimesema katika haki ya baba na mama ni majukumu ya kumfunza yule mwanawe tarbia. Kuna malezi na mafunzo. Alhamdulillah, wengi wetu tunawafunza watoto, lakini katika majukumu ya malezi na kusimamia watoto, leo hii tumeona mambo yamekwenda mrama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya majukumu mengi ambayo kwamba tunayo, mpaka tumesahau kuwasimamia hawa watoto wetu na kuwapatia tarbia ambayo inaambatana na dini na ambayo inawiana na ulimwengu unavyokwenda. Kwa sababu naambia athari ya malezi ya familia ndio tunayaona hapa nje. Tunaona kuna watu ambao kwamba ni wafisadi, watu ambao kwamba ni waharibifu, watu ambao kwamba ni walanguzi wa madawa. Kwa nini? Kwa sababu ya malezi ambayo kwamba tumetoka pale nyumbani. Kwa sababu nyumbani kwa mama pale na baba ndiyo shule ya kwanza, ndiyo sehemu ya kwanza ya kufundisha. Ndio mmoja katika wanachuoni wa nchi ya Misri akisema, al-ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raq. Mama ni chuo, ukimwandaa mama vizuri, basi utaandaa wananchi ambao ni wazuri na asli nzuri. Sasa tunatakikana kuwa na malezi. Tuangalie mfano ndani ya Qur'an. Jambo la kwanza ambalo kwamba mzazi akiwa ni mama, akiwa ni baba, kumwombea mwanawe dua. Na dua inaanza wapi? Pindi pale baba na mama wanapotenda tendo la ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza watu wakitenda tendo la ndoa waombe dua. Kusema nini? Allahumma jannibna shaitan, bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Ewe Mola, kwa jina lako basi tuepushe na shaitan, na muepushe yule shaitani na yule ambayo au na kile ambacho utachoturuzuku sisi. Sasa naangalia hapo ni jukumu ya baba kuomba dua kwa mwanawe, na tumeona mfano ya Nabi Ibrahim alayhi salam akiomba dua akisema, rabbi habli minas salihin, ewe Mola nipe katika wana wema. Hii ni jambo la kwanza. Kama mzazi unavyofunga tarbia katika Ramadhan, ni mzazi kumwombea mwanawe. Naangalia sasa tuko katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhan, ambao tunatafuta Lailatul Qadri, usiku wa manane. Usikose katika dua yako kuwaombea wanawe, kwa sababu changamoto ambayo kwamba wanakumbana naye hapa nje ni changamoto ni kubwa zaidi. Tuna ulimwengu utandawazi, ni changamoto ambayo kwamba watoto wetu wanakumbana nayo. Tuna ulimwengu wa
watu ambao kwamba uaminifu leo hii haipo katika jamii. Watu wanaishi maisha ya kuporana, kudanganyana, kutapeli na mambo kama haya. Sasa usipoomba dua kwa mwanawe, basi itakuwa ni jambo ambalo kwamba halifai. Na mfano tunaangalia Nabii Ibrahim alipokuwa anataka mwana akisema rabbi habli minas salihin, na Mwenyezi Mungu alimjibu dua akisema fabasharnahu bighulamin halim. Hii ni jambo la kwanza, na ni majukumu ya wazazi kuwaombea watoto wao. Jambo la pili, kupatiana, kuwapa watoto nasaha. Ni muhimu sana katika masala ya kupeana nasaha. Ni majukumu ya baba na mama kuwapa watoto wake nasaha. Na tutaangalia nasaha ya Luqman al-Hakim, ambaye sura yenyewe ikaitwa suratul Luqman kwa sababu ya nasaha na mahusiano ya baba na mama kuketi pamoja na mwanawe na kupeana nasaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idh qala Luqman libnihi. Kumbuka pindi Luqman alipomwambia mwanawe, kwanza nasaha ya kwanza kabisa ni nasaha ya kidini ya kupokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwambia ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Mwanangu, usimshirikishe Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika bila shaka kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dhulma kubwa. Hii ni nasaha ya kwanza ambaye baba anamwambia mwanawe, na nasaha ya kushikamana na dini. Tunaangalia pia Nabii Ibrahim na vizazi vyake pale katika suratul Baqara, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabii Ibrahim, Mwenyezi Mungu anasema wawassa biha, na Nabii Ibrahim alitoa usia banihi wa Yaqub, pamoja watoto wake na watoto wa Yaqub, sema ya baniya inna Allah astafa lakumud din. Wanangu, Mwenyezi Mungu amewatakasia dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kifo isiwapate ila katika hali ya kunyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni jambo la kwanza ambalo kwamba ni muhimu zaidi kwa mtu Muislamu kuyafanya katika kuwa malezi ya watoto katika hii dunia. Ndio tunaangalia Luqman al-Hakim anasema ya bunayya la tushrik billah wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mwanangu, kushirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dhulma kubwa. Na anaendelea kupeana wasia akisema ya bunayya wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Tumempatia wasia watoto au mwana kumfanyia wazazi wake mema. Wa in jahadaka ala an tushrika bi shay'an fala tuti'huma, na wakikupiga vita katika wewe ufuate njia yao ambayo kwamba ya kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi usiwatii. Lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini utangamana na wao katika dunia kwa njia nzuri. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, na tangamana na wao katika dunia kwa njia nzuri. Hii ni nasaha ambayo Luqman anaendelea kumpatia mwanawe. Kisha Mwenyezi Mungu anaendelea kutueleza katika nasaha ambazo kwamba Luqman anampatia mwanawe, sema ya bunayya aqimis sala. Mwanangu, simamisha swala. Ni wasia ambayo kwamba ni mahusiano ya mzazi na mwanao kuketi chini kumpatia nasaha. Ya bunayya aqimis sala wa'mur bil ma'ruf, na uamrishe mema, wanha 'anil munkar, na ukataze maovu. Wanha 'anil munkar, ya bunayya aqimis sala. Mwanangu, simamisha sala. Wa'mur bil ma'ruf, na uamrishe mema. Wanha 'anil munkar, na ukataze mabaya na machafu.
wasbir ala ma asabak, na usubiri katika yale ambayo kwamba yatakukumba na yatakupata katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inahitaji subra, inna dhalika la min azmi al-umur. Sasa haya ndio mambo ambayo kwamba tutaendelea na nasaha baada ya adhan inshallah. Inshallah taala. Hii imekuwa ni awamu ya kwanza ya kipindi cha Tende ya Ramadhan hapa 95.0. Kumbuka tu msikilizaji, unaweza kutufuatilia ama pia unaweza kutuma ujumbe kupitia 0727444454 au 0738648881. Na haya yote utayapata kwenye awamu ya pili, ambapo utapata fursa ya kuuliza swali lolote ambalo unalo kwa Sheikh Ahmed Idris Khamis. Kwa sasa tunakwenda kupata adhan kutoka msikiti wa Al-Huda, kisha tunarejea kwa awamu ya pili. Wengine wetu hapa tumefunga Ramadhani 50, wengine wamefunga Ramadhani 60, wengine Ramadhani 70, wengine Ramadhani 40. Tumefunga Ramadhani nyingi mpaka Ramadhani imekuwa ni mwezi wa kawaida tu. Tunaona kila mwaka inakuja inaondoka, inakuja inaondoka, na sisi tuko pale pale tu. Kumbe hatujui tumepangiwa nini baada ya masiku chache kutoka sasa hivi. Ndio unaona ndugu zangu, lao hii nafasi utapewa tena. Itumie hii nafasi kana kwamba ni nafasi yako ya mwisho. Usijione wewe bado ni kijana sana, una nguvu za mwili, ukaona una afya, wewe si mzee, wewe si mgonjwa, ukachukulia kwamba hichi ndio kipimo cha kumpima naye mtu kuendelea kuishi. Wangapi walikuwa ni watu na afya zao na nguvu zao wakafa ghafla, na ni wangapi walikuwa ni wagonjwa mahututi na ni wazee wakaishi miaka na vikaka. Mtu kuwa mzima wa afya si ishara kwamba ataendelea kuishi, na mtu kuwa mgonjwa mahututi si ishara kwamba atakufa. Ni kila mmoja wetu amepangiwa siku yake, na hakuna ambaye anayejua siku yako itakuwa. Ramadan is a period for seeking forgiveness for the sins we have committed knowingly or unknowingly. God Almighty has given you another opportunity to be alive, so thank God for the gift of life. Let us share our blessings with the less fortunate. This is the spirit of Ramadan. تبلوا بالقليل من القليل. It's a time for Adhan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.